Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Naam, Sheikh Mahmoud, tuko wapi hapa? Hapa tuko Treasury Square, mbele ya bunge la kaunti ya Mombasa, kwa siku kama hii leo tarehe 14 kwa function maalum kuhusiana na mambo ya ofisi ya kadhi, kazi zake na mambo yake anaendesha katika ofisi kama hii, ili kuweza kutufahamisha umma tuweze kuzielewa hususan kazi zake ni zipi kuhusiana na Kadhi Scott. Kwa hivyo ni open, wazungu wanasema ni open day ya Kadhi Scott, kwa sababu kila mmoja amekuwa na swali lake na mashakili yake, leo aweza kuja na kuweza kumuona wahusika, kuweza kumtatulia ile matatizo ambayo kwa nayo. Kadhi unaweza kumuona leo bila kwamba ufungue faili au ufungue kesi, jambo lolote, lakini leo imefunguliwa wazi open, kila mmoja aweze kuja. Siku kama ndio tumekuja hapa kwa ajili ya jambo kama hilo na kuipa nguvu zaidi ofisi yetu ya Kadhi Scott. Labda umuhimu wa hafla hii ya leo ni gani? Umuhimu wa hafla hii ya leo ni kueleza umma na pia kuwahimiza mambo ambayo tunayafanya katika Kadhi Scott, na vile vile kwa sensitize wajue taratibu mwafaka ambaye mtu anafaa kuchukulia anapokuja katika mahakama, na vile vile kwa juzu ya kuwa mahakama ni sababu ya khidma ya umma, na pia kuwaonesha ya kuwa mahakama ni yao na wao pia wanafaa wachangie, watueleze namna tuwafaa kuwahudumikia katika mahakama. Kwa hivyo ni katika kuhamasisha pia vile umma wawe wajue, watambue mahakama ni yao na wao wana haki ya kuja kudai huduma katika mahakama, na sisi pia tuwapatie huduma wanavyostahili kupewa, na vile vile kuwapatia taratibu mwafaka ili wanapokuja katika mahakama wasiharibu nyakati nyingi katika kukaa pale kotini, wawe ni wenye kuhudumikiwa kwa wakati munasab, na pia waende manyumbani, waende wafanye shughuli zao zingine, sio kuharibu time zao zote katika mahakama. Kwa jumla ni kujuzu watu wetu taratibu yetu ya mwafaka wakati yoyote utakapokuja katika mahakama, kwa sababu watu wetu wengine hawajui kama hii ni mahakama. Kwa hivyo tunataka wajuzu hao ni mahakama na taratibu ambazo zafaa ili wapate huduma kwa mahakama wao wenyewe waliamua nyenye kuwahudumikia katika jambo ya familia, urathi, succession na marriage na mengineyo. Najua wengi watakao kuja hapa wataka kujua sababu haswa zinaifanya ofisi ichelewe kumaliza kesi. Manake baadhi yetu wanaleta kesi inakaa pengine zaidi ya miezi 6. Labda utawaambia nini mandugu zetu hawa ambao watakujua utatuzi wa tatizo kama hili? Mahakama mara nyingi kesi inapochelewa yategemea na wale watu wameleta kesi. Kama wako na mzozo zaidi, ile mzozo paka kwanza itatuliwe ndio kesi uamuzi ifanyike. Na saa zingine mawakili ndio katika zile kesi kurepresent watu ambaye wanakuja kuja kufanya kesi katika mahakama. Huwa mawakili saa zingine pia ni chanzo ya kesi kuchelewa, kwa sababu wanaomba muda wa adjournment mingi kwa sababu ya hii na haya na yale. Lakini kwa sasa hivi tunavyo pima na koti zingine, mahakama zetu ni mahakama ya kutatua haraka, na inajulikana katika circle ya judiciary ya kuwa mahakama ya kadhi ndio mahakama yenye inamaliza kesi kwa haraka. Kwa sasa hivi zile kesi za zamani ambaye ilikuwa na faili chungu nzima imepitia hakimu moja, wawili, watatu, ndio kesi mara nyingi zinakuwa na shida kubwa, kwa sababu paka ustadi ile kesi imeanzia nini. Hayo ndio kesi ambaye huwa mara nyingi zinachelewa mahakamani. Lakini sasa hivi vile tuko, kesi zetu inaenda haraka na vizuri, na kawaida kesi inafaa kuwa na umri kuna kesi ambayo umri yake ni mwaka mmoja kulingana na taratibu ya mahakama. Kuna kesi ambayo umri yake ni siku 60. Kuna kesi ambayo umri yake ni 30. Kuna hivyo. Kwa hizo taratibu, kesi ambayo siku zake ni 30 ni kesi ambayo imekuja kwa njia ya dharura, nafaa imalizwe katika siku 30. Lakini saa zingine kwa sababu hakimu kesi hiyo yake
watu wanaleta application chungu nzima, application baada nyingine, na watu wana haki ya kusikizwa. Ndio chanzo ya saa zingine kesi kupita muda ambaye mwafaka. Kwa yule mwanamke ambaye amekuja kudai talaka na akawa mume hafiki, kila akiitwa hafiki, na ikawa imetukua muda mrefu, wako baadhi ya kina mama wanalalamikia kuhusu swala hili ya kuwa mtu ana taabu, ana na watoto ambao yule mume amemwachia, na ataka kujinasua ili angalie namna gani ataweza kujikimu yeye kimaisha na watoto wake, lakini akawa yule mume anasumbua, na pengine akiambiwa yule mume afike kotini hajatoa talaka, nasema yeye hajui kuacha, yeye anajua kuoa tu. Labda huwa mahakama ukileta kesi, ukishafungua kesi unafaa kujuzu yule mwingine ambaye unayomstaki. Kuna kitu unaitwa service, unafaa hakikishe yeye ajue ya kuwa ameshtakiwa mahakamani. Mara nyingi kesi yachelewa kwa sababu yule mtu anasema nimemtumia na WhatsApp. Kuna mtu anaitwa process server ambaye ni mwenye kazi yake amegazetiwa, jukumu aliyopewa kule ni kwenda kuserve yule ambaye ameshtakiwa au document yoyote ambaye wataka kuserve, alafu yeye anatengeneza kitu naitwa affidavit of service. Watu mara nyingine wanachelewa kufanya hivyo, alafu yule mwingine ana haki ya kusaviwa. Bila kusaviwa kesi haitoendelea. Mara nyingi saa zingine inakuwa watu wetu enda serve tena, kwa sababu pia kuna haki. Akikataa kujibu kurespond, anapewa siku 15. Baada ya siku 15 kesi inaletwa kama mention, ili ipewe tarehe ya mwafaka ya kusikiza. Kama haja serve bado ataambiwa aserve na alete kitu naitwa affidavit of service kwa record ya file, ndio hakimu ajue kweli huyu mtu amesaviwa. Na kuservice inakuwa service ya kawaida na njia nyingine mbadala. Service ya kwanza ni kwenda kupelekea mtu cheti moja kwa moja kwake, kwa nyumba yake, kwa sehemu anaishi, na process server. Watu mara nyingi wanataka wao wenyewe wa serve. Mtu ambaye umekosana, umemshtaki, ukienda kuserve weza pigana. Kwa ndio maana process server inawekwa. Baada ya process server kufanya hivyo, date inapewa mention, alafu hearing. So saa zingine yachelewa kwa sababu watu hafanyi service ya kawaida, ndio yachelewa. Lakini saa zingine asipokuja, hakimu atasikiliza yule mwingine na atampa ile anastahili kulingana na taratibu. Lakini wanapokuja yule mwingine, mara nyingi inakuwa issue kwa sababu paka yule binti pia alete, kwa sababu katika pia sheria ya Kiislamu na sheria ya nchi lazima utoe sababu ya kutoa ile talaka. Lazima upatie hakimu sababu gani, yani ya kimisingi ya kisheria. Talaka huwa haitolewi hivyo tu. Kwa hivyo paka yule pia aeleze court sababu ya hii, hanipati maintenance, hanilipi hii, ananidhulumu hivi, paka ajuzu mahakama na eleze evidence, yani ushahidi. Ikiwa amekataa kabisa kuja kotini huyu mume na akawa amekataa kutoa talaka, mnatukua mahakama inachukua amri na inatoa talaka. Na yafanyika mara nyingi, kwa sababu asipo respond maana yake yeye hataki kudefend kesi yake, maana yake labda hana hoja ama anadharau mahakama. Kwa hivyo mahakama itachukua hatua na itafanya divorce na itapeana haki zote ambaye yule amedai, na kila siku tunafanya hivyo. Kwa hivyo ndugu yangu, umeitwa kotini, njoo. Usije ukaachishwa kisha ukasema ya kuwa kadhi amekuendea kinyume. Na hii ndio lugha inayotoka kwa kinywa cha yule ambaye hataki kufika kotini wakati mke wake amefika kotini na kumuita aje ili atoe talaka. Mwenyezi Mungu asuluhishe ndoa zetu na tusipate sababu za kuja makotini, tuhitimishane katika ndoa zetu. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Asante. Barakallahu fikum. Naam Sheikh Twali. Vipi hali yako? Alhamdulillah, salama sana. Jambo na kuona uko katika hafla ambayo imeandaliwa na ofisi ya kadhi, labda una lipi la kuzungumza kuhusu hafla hii? Nimefurahi sana kuwa imeandawa hafla kama hii ili kuweza kuwapa ufahamu wale jamii zetu hapa kwa fanywa mambo gani katika mahakama ya kadhi na wanaweza kusaidika kinamna gani. Labda mwito wako kwa wale wanandoa ambao
wana matatizo, unawapa viigizo gani ili waweze kusuluhisha wenyewe kabla hajafika kwa kadhi? Usawa kama alivyoelekeza mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, fa in khiftum shikaka bainihima fab'athu hakama min ahli wa hakama min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kwa hivyo la kwanza la umuhimu ni kuweza wenyewe binafsi kuweza kujizungumzia na kuona kama wanaweza kuyasuluhisha. Yakishindikana basi ni uzuri waweze kuijumuisha familia zao, upande wa mume na upande wa mke, ili kusudi kuweza kuyatatua yale matatizo ambayo kwamba wako nayo. Ni njia gani ambapo kwamba mume afaa azitekeleze pale nyumbani ili aweze kummakinisha yule mke wake na aweze kubaki na yeye mpaka kuhitimishana? Najua kuna maneno mazuri mazuri huwa ukiyazungumza, mashairi labda leo utatuambia nini? Ndio jambo awe director wa kutangaza matangazo. Vilivyo matatizo mengi huwa yanakuja kwanza kwa sababu ya kutokuwa na ufahamu zile haki baina ya wao wawili, haki za mume na haki za mke. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutajia nguzo tatu ile ndoa kuweza kudumu, ambazo amezieleza wazi katika Qur'ani. Nguzo ya kwanza ni kupeana utulivu wa akili, litaskunu ilaiha, ndilo jambo kwanza alolianza Mwenyezi Mungu. Jambo la pili ni masala ya mahaba, kupendana na kuhurumiana, kusikitikiana na kusaidiana. Sasa ile la kuweza kupeana utulivu wa moyo na utulivu wa akili ni jambo lina umuhimu sana lizingatiwe, kwa sababu wote wawili, mume na mke, wanapokosa ule utulivu, basi ile ndoa itaingia katika mushkil ama misukosuko. Na huu utulivu utakuja kwa kuamiliana na kukaa kwa vizuri na kuambiana maneno mazuri, na hayo pia Mwenyezi Mungu ameyataja kwenye Qur'ani ya kwamba mume na mke watakaniwa wawe ni wenye kuzungumza maneno mazuri. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu na mseme maneno yale mazuri, maneno ya imani, maneno ya kutiana fikra nzuri, maneno ya kutiana mapenzi na mahaba. Na wengi huona kwamba pengine yale maneno mazuri si jambo la kisawa, kwamba uharibu yule mwingine atafura kitu, lakini la sivyo. Maneno mazuri husemwa kati ya mume na mke ili waweze kuishi kwa uzuri, na hili ndilo linaloleta ule utulivu wa akili, litaskunu ilaiha, ambalo Mwenyezi Mungu amelisema katika Qur'an. Asante, barakallahu fik. Najua una mengi utakuzungumza, lakini naona pia wakati ni mfupi. Barakallahu fik. Asante. Na hapa niko na ndugu yangu, rafiki yangu Sheikh Rishad, ambaye labda naye atuambie mawili matatu kuhusiana na mkutano huu au na semina hii. Assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Abu Shirin. Alhamdulillah, nafurahi kwanza kukuona ndugu yangu. Wallahi nakupenda lillah, napenda kwa ajili ya Allah, na mashallah baraka tupu kukutana na waja wema kama kina nyinyi kwenye hadhara zamana kama hizi. Mimi nimealikwa hapa na Judiciary of Kenya, Mombasa Kadhi Scott, na yaitwa Committee Customer Users Committee of kuna committee ya wale wanaotumia mahakama ya kadhi, ndio wamenitumia barua, na mamlaka yangu hapa madogo ni kuzungumza kuhusu Maulana al-Qadhi. Kwa kizungu anasema wadhifa wangu leo ni kutoa tribute in the honor of the late Chief Qadhi al-marhum Sheikh Abdul Halim Hussein Athman. Ndo kazi iliyoleta hapa.
ni fursa adhima ambayo kwamba nimepatiwa, na wallahi kwa tawadhu kubwa nimekubali, manake kuna wengi ambao kwamba ni waweza kuzungumza na waweza kuwakilisha, lakini wao wakaniona mimi alfaqir ila Allah, mtu mdogo kama mimi, kuwa ndo nipae fursa kama hii. Wallahi namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kisha natoa shukrani za dhati kwa wote hao ambao kwamba wamenialika. Wallahi Sheikh Abdul Halim kumzungumzia hututia huzuni na majonzi. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amfanya kazi yake, lakini kwa hakika ni katika watu ambao kwamba wameacha pengo kubwa, na tumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala an yataghammadahu fi wasi ghufranihi. Pengo ni kubwa loliacha, na alikuwa na malengo makubwa na azma kubwa ya koti hii kusonga mbele, kama masala ya kuifanya koti hii iweze kuwa na court of appeal ya kivyake. Kama mnavyojua nyote kuwa saizi ukiapil katika mahakama ya kadhi, ile kesi inabidi iende kwenye zile koti zingine. Sheikh Abdul Halim alikoko mbele katika kupigania kadhi Scott iwe na court of appeal yake, na alhamdulillah ni spirit na inspiration ambayo kwamba mwito ambao kwamba umepokewa na wenzake ambao wamebaki, kina Maulana Al-Qadhi Abdul Aziz na senior Qadhi senior principal Qadhi Abdul Aziz na Maulana principal Qadhi Dr. Omar Saleh, mashallah wameshikilia hilo na wanalipeleka mbele, wanalipigania liwe, na Allah Subhanahu wa Ta'ala atawafikisha. Wallahi sisi kama wa Kenya tumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hili fursa hii ya kwa sisi ni nchi ya Kiislamu, ni nchi ambayo kwamba haihukumui na dini. Desturi yetu, constitution yetu haina dini, lakini yamtambua Mwenyezi Mungu. Lakini katika dini zote ambazo ziko Kenya, Mwenyezi Mungu akajalia sisi kama Waislamu tuna mahakama yetu ambayo kwamba inashughulikia zaidi ya masala ya ndoa na kuachana na urathi. Yashughulikia zaidi kwa hakika, na jambo ambalo kwamba madhumuni makubwa ya kuandaliwa tamasha hili ama kongamano hili ni ili watu waweze kufahamu, je, mahakama ya kadhi yatoa huduma gani. Na tungependa wallahi huko nje watu wakiona Sheikh kama utazirusha hizi haraka sasa hivi, watu hamasike waweze kuja wapate kufaidika na wapate kujua, kwa sababu jambo moja tu ambalo la msingi ambalo watu labda hawajui na mimi nimefahamishwa hapa. Saa zile unarithi, umerithi nyumba, umerithi assets zile, ardhi, ukirithi kwenye koti ya kawaida, serikali inachukua dhariba, inachukua tax kwenye ile estimated amount ya kiwango cha ile ardhi ama ile nyumba. Lakini ukirithishwa kwa kadhi Scott hakuna tax, bure. Hili ni kubwa, na ujio tax ya serikali ni takriban ni 16%, nafikiri kama sijakosea. Sasa 16% of 10 billion ni pesa nyingi. Ukiwa utaweza kuja kwa mahakama kadhi ukasave hizo, si utazitia kwenye mradi mwingine, hata kama utamfungulia yule mwenda zake, umfungulie sadaka tunjiari yoyote, kion kisima ama madrasa ama yoyote unaweza kufanya. Kwa hivyo hayo ni machache katika yale ambayo kwamba mimi mwenyewe nilikuwa sijui, nimefanya kujua leo katika interaction na makadhi wetu hapa, alhamdulillah rabbil alamin. Na kwa ajili hili jambo la leo ndo tumeweza kulifahamu hilo. Kwa hivyo tuomba wale wako nje waje wahudhurie, bado kongamano lipo mpaka saa 6, waje wafaidike biidhnillahil karim. Shukran Abu Shuraim. Sheikhna al-Jalil, nakupenda kwa ajili ya Allah. Ana kadhalik uhibbuka fillah Allah. Asante sana bwana. Na naona umependeza sana. Sija wakafikira jamaa mpiga cha tatu la. Matata wapenda kutoa chambo. Nimevaa kuwalingana na mnasaba na hadhara ya ile sehemu ambayo tunakuja, na kwa mnasaba wa yale maneno nitakayofanya yazungumza Maulana Al-Qadhi. Kwa hivyo nimevaa kwa heshima ya tukio hili, nimevaa kwa heshima ya kongamano hili, na nimevaa kwa heshima ya yule ambaye kwamba nitamzungumzia, ambaye kwamba ni Maulana Al-Qadhi rahmatullah alayh, Qadhi Al-Qudha Sheikh Abdul Halim Athman. Bila kujitetea, sisi tunaamini tu hiyo. To get more videos of Abu Shuraim, don't forget to subscribe.
like Don't and share. forget to subscribe. May Allah like guide and bless the person May who Allah shares guide the and videos. bless the person who shares the videos.